tuko kwenye uwepo wa Mungu na tunaanza mfululizo wa siku 3 za maombi, lakini pia mfululizo wa siku 5 za semina. Na tunapokuwa katika matukio kama haya, tunahitaji Mungu wetu tusaidie, tusiwe katika hali ya mazoea, lisiwe ni jambo ambalo litatokea na kupita bila kuacha alama kwenye kanisa na kwenye maisha yetu. Kwa hiyo tunapotaka kuingia katika kipindi kama hiki cha muhimu sana na cha ratiba ya kimungu, tunahitaji kila mmoja wetu adhamirie kumwomba Mungu, adhamirie kuona matunda na matokeo kwake yeye mwenyewe binafsi, lakini pia na kwa kanisa. Tunataka kuingia katika mafundisho, lakini mafundisho yatakayoambatana na maombi, na tunahitaji Roho Mtakatifu awe na jambo analijenga na kulitengeneza kwenye maisha yetu. Kunaomba inua mikono yako mbele za Mungu, jiweka wakfu kwa Bwana, weka wakfu kanisa lote. Najua leo siku ya kwanza, wapo watu wengi bado hawajafika katika semina hii na katika maombi haya, lakini hebu muomba Mungu ya kwamba hata wale ambao hawapo tuweke wakfu. Roho wa Mungu akutane nao, aonyeshe kwamba tuko katika kipindi maalum mbele zake na kwa ajili yetu wote kama kanisa. Ninaomba tuombe. Baba Mwenyezi, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja tena mbele zako katika hali ya kunyenyekea na katika hali ya kicho mbele zako, tukijua kwamba hatuwezi usipotuwezesha, lakini tunajua kwamba tunakuhitaji sana. Tunahitaji uende kujifunua kwetu, uende kufunua siri za ufalme wako kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Ninaomba ukapate kumsaidia kila mmoja Bwana kupokea iliyo kweli na kutoka kwako Mfalme, na kuishi na kuitenda. Ukapate kulijenga jambo hili katika moyo wa kila mmoja Bwana, ili ya kwamba kusiweko katikati yetu kabisa na chochote kilicho tofauti na kweli yako. Naomba tupe kupokea na kuelewa, tupe kujengwa katika hayo, na tupe kutoka na hatua, na kanisa kapate kulivuvia neema hii. Wote ambao tuko mahali hapa na wote ambao hawako mahali hapa Bwana, kila mmoja ukamjalie neema ya uvuvio, ya kuwa na njaa na kiu ya kuweza kutaka kujua ya mpasayo mbele zako na mapenzi yako. Nami naomba nisalimishe siku 5 hizi ambazo tutakuwa hapa mbele zako mikononi mwako, na mimi mwenyewe kama chombo na mtumishi ambaye nitatumika, niombe kupata kunipaka mafuta tena kwa kiwango kingine, na kunisaidia kunijalia ufunuo, mamlaka na uweza wa kusema katika ufunuo unaotoka kwako, kuidhirisha iliyo kweli kwa kanisa lako. Naomba neema yako iwe pamoja nami na msaada wa Roho Mtakatifu pamoja nami katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nafundisha mara ya mwisho, nilikuwa nikiendelea kuhitimisha lile somo ambalo nilikuwa nalifundisha mwezi jana, linaloongelea mahali Yesu alikonitoa. Lakini mwishoni kwenye Jumatano niliyosimama ya mwisho, nilikuwa nimezungumza namna ambavyo mitume au viongozi wa kanisa wa kwanza, wakati kanisa linaanza, walivyokutana na wimbi kubwa la upotovu au wimbi kubwa la upotoshaji. Na kwa hiyo wakawa na maneno mengi ya kusema, wakiwa wanashambulia kwa nguvu nyingi na kwa ujasiri mwingi fundisho lolote lililokuwa potofu. Na wakisema fundisho potofu, walikuwa wanazungumza fundisho lolote ambalo linazungumza tofauti au na tafsiri tofauti ya wokovu kwa namna ile ambayo wokovu ulivyo wa neema katika Yesu Kristo
kupitia kazi aliyoifanya Yesu kwenye msalaba. Fundisho lote lilikuwa linakwenda tofauti na hivyo, au lina tafsiri tofauti na vile ile neema ya Mungu iliyofunuliwa katika Yesu Kristo ilivyokuwa inalitaka kanisa kujua na kuamini. Hilo lilikuwa linaitwa fundisho la uongo, na walilikemea kwa nguvu nyingi. Mitume wale walitumia nguvu nyingi kukemea, kwa sababu uongo ukianza kuingia kwenye kanisa au kaanza kuingia katika maisha ya waamini, ni hatari kubwa kuliko tunavyofikiria. Mitume wa kwanza walikuwa wakali. Walichokuwa nakutana nacho hasa kwa nyakati zao, wakati kanisa linaanza mwanzoni kabisa, injili hii ya Yesu ilichimbuka kutoka huko kwa Wayahudi, kwa sababu wanafunzi wote walikuwa ni Wayahudi. Hawakuwepo wasiokuwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa walikuwa ni hao wanaochimbuka kutoka kwenye malezi na makuzi ya mafundisho ya Musa ya Torati. Sasa wamekutana na Yesu na neema yake, wanaanza kuhubiri injili ya Yesu. Ikawepo vitu vingine Wayahudi wakivitazama wanaona kama vinapinga sheria ya Musa. Sawa sawa, watu wa Mungu. Na kwa hiyo kila mahali walipohubiri na wanafunzi wakapatikana, kuanzia mle Yerusalemu mpaka baadaye walipoanza kuhubiri injili kwa mataifa. Maana yake watu wasio Wayahudi. Wayahudi kwa sababu kulingana na mapito yaliyopita mengi hapo katikati, walishakuwa wameenea maeneo mengi ya Mashariki ya Kati yote, Ulaya na kwingineko. Kwa hapakuwa na mahali mitume wanapeleka injili, iwe Ulaya, iwe Asia, iwe wapi, Wayahudi hawako na masinagogi hayapo. Kote huko alikuwa nakuta masinagogi tayari yako huko. Kenda Efeso masinagogi hapo, enda Korinto masinagogi hapo, enda wapi masinagogi hapo. Haleluya. Na Wayahudi wako. Kwa wakisikia kuna watu wameamini hiyo injili ya Mungu wa Israeli, ambao wao walikuwa najua ni Mungu wao, na imani yao haiwapelekei kwamba Mungu huyu anaweza kuwa Mungu wa mataifa mengine. Walishamiliki ni wa kwao, anaitwa Mungu wa Israeli na ni Mungu wao. Haleluya. Kwa hiyo walipoona sasa watu wa mataifa wanaanza kuhubiriwa habari za huyo Mungu wa Israeli kupitia Yesu Kristo, na wale watu wa mataifa wanaamini, mwanzo walikuwa na shangaa hata wakijazwa Roho Mtakatifu. Hata waamini wenyewe wa Kiyahudi walikuwa naamini wanaweza kujazwa Roho Mtakatifu, lazima wao ni waamini Wayahudi tu. Wakipata Roho Mtakatifu waamini wasio Wayahudi wanaanza kushangaa, na hawa tena nao wanapewa Roho Mtakatifu, wanashangaa tena. Maana hata waliookoka walikuwa wameshaingiwa na hiyo kasumba kwamba Mungu ni wa kwao na hawezi kuwa Mungu wa mataifa mengine. Kwa hata wakijazwa Roho Mtakatifu watu wa mataifa walikuwa wanashangaa tena, waamini wenzao wanashangaa. Haleluya. Sasa wale ambao si waamini, kwa maana ni waamini wa Torati ya Musa, si waamini wa Yesu, walikuwa wakati mwingine wanaanzisha kampeni ya serious kabisa. Kuna waamini wa Kikristo wametokea, wanakwenda kuwafuatilia, kama ambavyo wote mnafahamu hata sasa dini usioipenda ikihubiri mtu akaamini kwenye dini hiyo na unaamini ya kwako ndio sahihi, baada kufuatilia ambao hawajaamini unaenda kufuatilia hao walioamini. Sasa mnayaonaga hayo? Mnayaonaga hayo? Yaani mtu anatumia nguvu nyingi sana kufuatilia waamini wengine wanaosali kwenye kanisa asilolipenda. Haleluya. Anawaita wamepotea, anawahubiri injili ya kuwatoa kwenye kanisa kuwaingiza kwenye kanisa, badala ya kutoa walioko hawako kwenye kanisa walete kwenye kanisa. Haleluya. Hicho ndicho kitu ambacho
Wayahudi walikuwa nafanya, wakawa nafundisha mafundisho potofu, wakiwapotosha, wakijaribu kuambia pamoja na wokovu wenu, lakini hamwezi kukamilika bila kushika na Sabato na mambo mengine ya kitorati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo confusion, mitume walikuwa wakali sana wakisikia. Kuna wakati hata wao wenyewe walikemeana bila kuoneana haya. Paulo, Kefa mnamjua? Wangapi wanamjua Kefa? Wangapi hamjui Kefa? Sasa mko wapi? Mimi nasema hapa, sio mjua hamnyoshi. Wanaomjua hamnyoshi. Bwana Yesu sasa. Wangapi wanamjua Kefa? Wachache. Wangapi hawamjui Kefa? Asante. Petro. Bwana Yesu sasa. Jina lake lingine lilikuwa ni Kefa, Petro. Kwa maana ile ile ya Petro, jiwe. Bwana Yesu sasa. Haleluya. Kwa hiyo Kefa akaenda kwa watu wa mataifa, kahubiri injili kweli, kanoga, watu wakaamini. Sasa ule utaratibu wao wa kubaguana, Wayahudi wanawabagua watu wa mataifa, hawali nao, hawanywi nao, hawachangamani, wanao. Sasa kwa sababu ni muamini na ni mhubiri wa injili, anajua haya mambo katika Kristo, huu ukuta umeshavunjwa, umeondolewa. Kwa anakula nao vizuri, anacheka nao, anakunywa pamoja nao, wanachangamana vizuri, wanaabudu pamoja. Lakini anafanya hivyo kwa sababu Wayahudi wenzake hawapo. Baadaye ikatokea Wayahudi wenzake wakafika huko. Walipofika huko, Kefa kaanza kuogopa. Wakiniona na changamana na watu wa mataifa, watanionaje? Watanisemaje? Haleluya. Kaanza kujitenga. Kumbe miongoni mwa Wayahudi hao waliokuja alikuwemo na Paulo. Paulo anaandika, nasema, nalimkemea kwa nguvu Kefa mbele ya watu wote kwa unafiki wake. Haleluya. Kwa hata wao wenyewe walikuwa naweza kukemeana pasipo kuoneana haya. Hali ya udanganyifu au upotofu inapotaka kuonyesha hata tu ishara ya kwamba inataka kuanza kujipenyeza, walikuwa hawaingoji, hawaisubiri, wanaikemea wazi wazi na kwa ukali pasipo hofu. Kwa sababu Kefa angeachwa akaanza mchezo ule mchezo baadaye ungegeuka kwa doctrine, ungekuwa fundisho baadaye. Kuna watu wangeendeleza, maana Kefa alikuwa ni kiongozi wa ngazi ya juu sana kwenye kanisa. Kwa chochote anachofanya Kefa, kama kisingekemewa, maana yake baadaye kingegeuka kuwa ndio utaratibu. Haleluya. Kwa Paulo alipoona, yeye anauita unafiki, alipoona unafiki huo, akamkemea Kefa uso kwa uso, tena kwa ukali na mbele za watu. Haleluya, haleluya. Siku hizi sisi hata tukifanya, wala sio makosa ya kimafundisho, makosa ya kidhambi. Unajua kuna tofauti ya doctrine, makosa ya kidoctrine, makosa ya kitheolojia, lakini kuna makosa ya dhambi moja kwa moja. Sasa hivi hata ya dhambi, mtu akikemewa kwa dhambi ambayo ameifanya, anasema mmeniaibisha mbele ya watu. Umeelewa vizuri? Wale hawakuwa wanasubiri iwe dhambi, kosa ambalo hata si dhambi, ni tafsiri mbaya ya doctrine, anakemewa wazi wazi. Haleluya.
kutafsiri vibaya, ukaleta doctrine kiupotofu, kaipotosha fundisho, potosha imani. Walikuwa nakemewa. Siku hizi watu hata wakitenda dhambi wanataka waambiwe mahali pamejificha, halafu polepole kwa adabu. Unamwambia kwa adabu kabisa, usije kumkemea. Haleluya. Sasa hiyo ni hatari sana kwa kanisa. Hiyo ni hatari kwa kanisa. Ni hatari sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nilikawa nawaambia wakati ule kwamba mitume wale walivyokuwa wakali, mtu anaandikia kanisa, anasema mafundisho niliyofundisha mnayotakiwa kufuata ni haya. Mtu yoyote akija akafundisha tofauti na hivi, alaaniwe. Watu wanaandikiwa barua na kanisa linasomewa, mafundisho mtafuata haya. Mtu mwingine akileta mengine tofauti na haya, huyo mtu alaaniwe. Haleluya. Mwingine anaandika, anasema mafundisho ni haya. Mtu mwingine akija kwenu naye haleti mafundisho haya, msimkaribishe nyumbani kwenu na wala msimpe salamu. Yaani msimsalimie. Mshaona anaanza kufundisha mambo yamepotoka, hayaendani na mafundisho haya tuliyowafundisha, asisalimiwe hata kusalimiwa. Haleluya. Asikaribishwe nyumbani kwa mtu yeyote, na mtu yeyote asimsalimie, kwa sababu mtu yeyote atakayemsalimia tutamchukulia kwamba anazishiriki kazi zake mbovu. Huyo ni mtume mwingine ameandika waraka, anasema mtu akimpa salamu tutamchukulia kwamba huyu anashiriki kazi mbovu za huyo mtu. Kwa walikuwa wakali kiwango hicho, mpaka kanisa linaagizwa lisisalimie mtu anayepotosha. Mtu anayeleta kitu kimepotoka asikaribishwe na wala asisalimiwe, atengwe kwa maneno mengine. Haleluya, 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 haleluya. Kwa sababu walikuwa wanajua fundisho potofu linavyoweza kugeuka kuwa sumu kwenye kanisa la Mungu na kwenye maisha ya waamini. Walikuwa wanajua fundisho potofu linavyoweza kuwa sumu katika maisha ya waaminio. Kwa walikuwa wanalikemea pasipo kulionea haya. Lakini si hivyo tu. Tukiacha mbali doctrine au mafundisho, maisha tu ya kawaida, maisha haya ya mtu kusema maneno ambayo wao walikuwa naita uzushi, au maneno, wakati mwingine walikuwa wanatumia maneno ya upuzi, wakati mwingine wanaziita hadithi zisizo za dini. Mahali pengine wanasema hadithi za kizee. Sasa sijui hadithi za kizee ndio za aina gani, maana wazee nao wana stori zao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini yani maneno ambayo yanaweza katia chachu mbaya ndani ya kanisa, ama kwa kuleta faraka au kuvunjika moyo, na maneno kama hayo kuleta maumivu kwa baadhi ya watu wengine. Maneno haya uzushi haya, maneno haya kuchonganisha haya, mnaelewa vizuri. Maneno haya kusengenya haya,
maneno haya ya kueneza tu story, hata kama ni ya kweli, wewe sio msemaji wa hiyo. Wewe nani amekuteua na kushika kipaza sauti? Yaani kuna mtu akiongea bora angekuwa ameshika kipaza sauti. Is so loud kuliko mwenye kipaza sauti. Yaani anasikika kuliko ndiye na kipaza sauti. Haleluya. Ni mwenezaji wa ajabu wa habari, iwe ya kweli au si ya kweli. Hakuna aliyekuteua wewe kuwa ndio spokesperson au mnenaji au msemaji wa jambo hilo. Mbona watu wa siasa tu au huko kwenye maofisi, kwenye taasisi za kawaida, mtu akiuliza jambo anasema kwa hilo mimi sio msemaji. Subiri, hilo msemaji wake ni fulani, si ndio? Hilo nalo kanisa la kwanza lilikemea jambo hilo, tabia hiyo ya mtu kuwa msemaji wa mambo ambayo yeye sio msemaji wake, au kuanza kusema maneno ya uzushi, kueneza taarifa zisizo na hakika. Tunakwenda pamoja. Maneno hayo nayo kanisa la kwanza, viongozi wa kanisa la kwanza walikuwa serious kukemea maneno ya namna hiyo au tabia ya namna hiyo. Walikuwa wanawatenga watu wa namna hiyo, na ndugu walikuwa anaitwa Himenayo na Fileto. Walikuwa naeneza maneno mpaka Paulo akaita maneno yao yameenea kama donda ndugu. Analiagiza kanisa kila mtu ajitenge na hao watu, na mtu akijitenga nao amekuwa chombo cha kupata heshima nyumbani mwa Mungu. Unajua kuna watu kiambatana nao maneno yao yanaweza kukuvunjia heshima. Kuna maneno ya watu ukiyaendekeza yanaweza kukuvunjia heshima mbele za Mungu na mbele za watu. Wakatoa mfano wa Himenayo na Fileto ambao wanaeleza maneno kama kidonda. Donda ndugu. Donda ndugu najua ni kansa ya ngozi. Donda ndugu ni kansa ya ngozi. Haikai sehemu moja na inaendelea kuenea, inakula ngozi yote, inaendelea kusambaa. Haleluya. Paulo kanasema maneno ya hawa jamaa Himenayo na Fileto yanavyoenea na endea kama kansa ya ngozi, kama donda ndugu. Yaani neno lilikuwa hapa, mara liko kule, mara liko kule, mara liko kule, limeshaleta athari kubwa ndani ya muda mfupi. Yanaenea kama kansa ya ngozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema hawa nao watengeni. Analiambia kanisa kwa kumwandikia Timotheo aliyekuwa mchungaji wa hilo kanisa, anasema hawa muwatenge na kila mtu ajitenge nao. Na mtu akijitenga na hao amekuwa chombo cha kupata heshima. Kwa sababu kwenye nyumba kuna vyombo vyenye kupata heshima na vyombo visivyo na heshima. Akasema mtu akijitenga na hawa amekuwa chombo cha kupata heshima. Maana kuna watu kiwaendekeza wanakuvunjia heshima. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nayo ni moja ya maeneo tunaposema udanganyifu, ni maeneo ya udanganyifu. Deception iko katika sura nyingi, na hizi siku 5 nataka nizitumie tukiwa tunajifunza haya na kuomba haya. Kanisa liondokane na liwe safi kutoka kwenye namna yoyote ya udanganyifu. Haleluya. Udanganyifu wa kiimani, kwa maana udanganyifu wa kimafundisho, na udanganyifu wa kimaneno ya kuzua. Haleluya. Tuombe roho kama hiyo iondoke kwenye kanisa la Mungu.
Kanisa la Mungu liishi ndani ya kweli katika jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Siku ya leo naitumia kama utangulizi tu. Nitakuwa naeleza tafsiri tu za maneno. Somo linaitwa, ambalo tutaongoza semina hii, linaitwa mtaifahamu kweli. Ndio kichwa cha somo. Mtaifahamu kweli. Nimenukuu kutoka kwenye maneno ya Yesu aliyosema kwamba mkikaa katika neno langu mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Haleluya. Kwa kichwa cha somo ambacho nitafundisha kwa hizi siku 5 inaitwa mtaifahamu kweli. Mtaifahamu kweli. Na leo nitafanya kazi ya utangulizi tu. Nitaanza kwanza kwa kutembelea hili neno kweli linamaanisha nini. Maana hatuwezi kuataki uongo au hatuwezi kushambulia uongo kama hatujasema kweli ni kitu gani. Haleluya. Wala hatuwezi kuacha uongo kama hatujui kweli ni ipi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Katika kamusi niliyoiangalia ya Kiingereza inayoitwa Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, toleo la pili la mwaka 2007, inasema kwamba kweli ni uhalisia wa habari au taarifa kuhusiana na jambo fulani narudia, kwa mujibu wa kamusi ya Macmillan ya mwaka 2007 toleo la pili, kweli ni uhalisia wa habari au taarifa kuhusiana na jambo fulani, mbali na yale ambayo watu wanafikiria, wanatarajia au wanayoyatengeneza. Ni uhalisia mbali na fikra za watu au matarajio ya watu au wanayotengeneza wao wenyewe. Maana ya maneno haya, maana yake ni kwamba kweli lazima ijitosheleze kwamba ni uhalisia. Kweli haizaliwi kama ambayo nawaambiaga kwenye Sunday School, kwa mtu kusema mimi nafikiri hivi. Ukishaanza kusema mimi nafikiri hivi, hiyo kitu, hilo neno kama nalitafsiri kwa kufikiri hivyo, hayo ni mawazo yako. Haleluya. Au hilo jambo kama nalisema kwa kuanzia ninavyofikiri mimi, ukishasema ninavyofikiri mimi, hilo halitachukuliwa, kwa sababu hatutajenga misimamo kwenye fikira za mtu mmoja. Sawa sawa. Kama ni jambo la kiimani, hatutajenga imani kwenye namna mtu anavyofikiri. Kwa kweli lazima isiwe inatokana na namna watu wanavyofikiria. Kweli inatakiwa isitokane na namna watu wanavyotarajia. Watu wanaosema mimi nilitarajia ingekuwa hivi. Matarajio yako sio lazima yawe ndio ya halisi. Haleluya. Mimi nitarajia itakuwaje hivi. Nitarajia ungesema hivi. Nilitarajia ingemaanisha hivi. Sasa ni wewe ulitarajia, lakini sio kwamba ilikuwa ni lazima ulivyotarajia ndio kigezo. Haleluya. Kwa kweli isijengwe kwenye matarajio ya watu, isijengwe kwenye fikra za watu,
na wala isijengwe kwenye yale watu wanajaribu kuyaunda wenyewe. Haleluya. Kama yokuwa natolea mifano, watu wanaunda ubatizo utakuwa wa hivi, hata ukiwa wa hivi hauna matatizo. Alafu baadaye tunaanza kusema ubatizo maana yake ni kuwekwa kwenye maji kwa jina la Yesu. Alafu umesharuka pale pa kuzamisha, kwa sababu wewe panakupa shida, unatengeneza kweli ya kwako ya kuunda. Umenielewa vizuri? Kweli haitakiwi tokane na namna watu wanavyounda, wanavyotaka iwe. Jambo mtu anavyotaka liwe, analiundia namna yake, halafu anataka likubalike. Hiyo si kweli, haitakiwi kuitwa kweli. Kweli lazima iwe ni ule uhalisia wenyewe wa jambo. Umenielewa vizuri? Kweli lazima irudi kwenye uhalisia wenyewe wa jambo husika, bila kujalisha nani alikuwa na maoni gani na nani alikuwa anataka ingekuwaje. Kama kwa maoni yake ingekuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kweli, na vitu niliwahi kuambia hapa wakati fulani, nikasema ukitaka vizuri kutembea na haya mambo ya Mungu, ondoa mawazo ya demokrasia. Kwa Mungu huwa hatutumii demokrasia. Kwa Mungu kitu kinachotumika kwenye Biblia kinaitwa mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanaweza kaya na kufurahisha au yakawa hayakufurahishi, lakini ndiyo mapenzi ya nani? Ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yanaweza kuwa ni kutaka wewe Hamani ukamchukue Mordekai, umbadilishe mavazi ya kifalme, umwendeshe, umtangaze kwa kipaza sauti, huyu ndiye anayefanyaje, ambaye mfalme anamheshimu. Unampenda humpendi, haina uchaguzi. Ile haina demokrasia. Yaani wewe utafanya mapenzi ya mfalme. Yaani ndio mapenzi ya mfalme. Haleluya. Unafanya mapenzi ya mfalme bila kujali uko comfortable nayo au hauko comfortable nayo, lakini ndio mapenzi yake. Tutakwenda pamoja. Una uwepesi katika kuyafanya au unakutana na ugumu? Hata kama unakutana na ugumu, lakini hayo ndio mapenzi ya Mungu. Utatembea na hayo hata kama unakutana na ugumu humo ndani, lakini hayo ndiyo mapenzi ya Mungu na utafanya hayo. Kwa hakuna demokrasi kwa Mungu. Kwa kweli huwa hakuna demokrasi. Haleluya. Kwa Mungu kitu kinachofanyika ni kile kinaitwa mapenzi yake basi. Kwa kanisa linaambiwa kujua mapenzi ya Mungu. Anasema mhakiki katika Waefeso sura 5, mhakiki ni nini impendezayo Bwana. Mfanye hiyo. Msilewe kwa mvinyo ambao mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Tena msiwe wajinga, lakini muhakiki ni nini impendezayo Bwana. Haleluya. Waamini wanaishi kwa mapenzi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Utaongea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Haleluya. Utatembea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Utaishi sawasawa na mapenzi ya, utafanya kazi sawasawa na mapenzi ya, utatumia pesa zako sawasawa na mapenzi ya, utakuwa na marafiki sawasawa na mapenzi ya. Ni hivyo. Tunakwenda pamoja. Ni hivyo. Utaabudu sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ni hivyo. Yaani haina uchaguzi wala haina kujadili. Haina kusema mimi kwangu rahisi ingekuwa hivi. Haina kusema mimi ningependa iwe hivi. Ni mapenzi tu ya Mungu. Ungependa au usingependa, jambo ambalo ndilo mapenzi ya Mungu, unalazimika kuishi hivyo.
na utatenda hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunaishi kwa mapenzi ya Mungu, hatuishi kwa machaguo yetu. Mnanielewa watu wa Mungu? Hatutaishi kwa mapenzi yetu wala machaguo yetu. Tutaishi siku zote kwa mapenzi ya Mungu. Hayaboreshwi. Na Biblia ilishaandikwa mara moja tu, haina editing. Haina nini? Hakuna kuedit Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hiki tunaita watu, unasikia watu wanaita tafsiri ya Biblia toleo fulani. Usifikiri inafanyika kirahisi rahisi. Kuna vyama vinaitwa Bible Societies. Ndivyo jamii ya waaminio duniani kote imevipa mamlaka ya kufanya tafsiri za Biblia. Na hawi mtu mmoja. Zinakuwa ni panel kubwa za wanazuoni wa maandiko na wa theolojia na kadhalika na kadhalika. Wamegundua Usukumani kuna waamini wengi, lakini hizi za Kiswahili pia haziwaelewi vizuri. Wanataka watengeneze za Kisukuma ili iwe rahisi kwao kuenjoy Biblia. Haleluya. Haamui tu Msukuma mmoja anatoka Bariadi anakaa na Biblia anaanza kutafsiri alafu achapisha wapelekee Wasukuma Biblia. Hapana. Ni Tanzania Bible Society ndio inatafuta wajuzi wazuri wa lugha ya Kisukuma, na si lugha ya Kisukuma tu, lugha ya kimaandiko na lugha ya kitheolojia. Haleluya. Inawapa kazi hiyo. Na baadaye wataalamu wakishatoa ile rasimu inahaririwa tena na wataalamu wengine waone kwamba hakuna kilichobadilisha maana. Wanaangalia neno kutoka kwenye Kiyunani na Kiebrania asili yake lilivyokuwa, wanalileta ilivyotafsiriwa, ikaja sio Kiingereza cha nani cha King James mara cha nani mpaka wafikishe Kisukuma, walivike kwamba hiki Kisukuma hakijabadilisha ile maana ya kwanza ya kwenye Kiebrania. Wanailinda ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakisharidhika ndio unaona imetoka toleo la Biblia ya Kisukuma. Usifikiri ni watu walikaa chini tu wakatengeneza. Na unakuta ina muhuri wa Tanzania Bible Society. Chama cha Biblia cha Tanzania ndicho kinatoa mamlaka, na ndio chenye toleo lile, chama cha Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hatufanyi mambo tunavyotaka. Tunafanya mambo kwa kadiri mapenzi ya Mungu yanavyotaka. Ndivyo maisha tutakavyoyaishi na ndivyo tutatembea siku zote. Tukianza kutoka nje ya hapo, kwa urahisi sana kilichoingia ndicho tunachoita udanganyifu. Udanganyifu si kitu kikubwa wala si kitu kitakuja kimelebo kwamba huu ni udanganyifu. Udanganyifu hauji ukiwa unajulikana ni udanganyifu. Haleluya. Unakuja ukiwa na sura ya kutaka kuwa kama kweli. Unahitaji watu wenye ujuzi wa kutosha wa kweli wagundue kwamba hapa ndani kuna udanganyifu. Lakini watu ambao wako hata kwenye kweli yenyewe wako shalo, hata udanganyifu ukija haiwi vigumu kwao kugundua kwamba hapa kuna udanganyifu. Na kuna pamoja. Miaka ya nyuma kule nyuma kuna muumini mmoja aliwahi kwenda kusali kwenye kanisa fulani ambako
mhudumu wa hapo, watu walikuwa namsema kwa masuala ya hayo mambo ya roho zidanganyazo, vitu hivi visivyo vya kibiblia vingi. Sasa yule ndugu alipoenda kusali, baada ya siku moja karudi akaniambia, mimi nimeenda pale hata sijaona chochote kibaya. Mimi naona anafanya tu kama. Nikamwambia, kwani kibaya kinaenda kutangazwa madhabahuni? Yaani kama mtu anaweza kuwa anataka pate watu, halafu akienda madhabahuni anadhihirisha wazi wazi, yeyote hata mgeni anaona kwamba hapa kuna kibaya, huyo mtu hayuko serious. Mtu anayemaanisha ana kitu chake anafanya, anahakisha kwamba hagunduliki. Sasa unatakwenda ukae kwenye kiti kule nyuma, mtazame yuko kule mbele, alafu gundue kwamba kuna mambo hayako sawa. Huyo mtu anajua anachofanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Si hata anayeuza viazi vibovu anapima kwenye kisado vile vizuri ndio anaviweka juu kwanza, au nyanya. Utaweka juu mbovu tena, alafu uko serious kweli unafanya biashara? Unataka hela? Mbovu huwezi kuweka juu. Mbovu unaficha kule, alafu pale juu unaweka nzuri nzuri. Haleluya. Wewe unaenda uone siku hiyo, alafu unakuja unasema sijaona chochote kibaya. Kwani vinaonekana haka hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Inahitaji mtu ambaye amezoezwa katika kweli, ameishi katika kweli, mpaka ufahamu wake umezoezwa kuipambanua kweli. Ndicho hicho anachosema mtaifahamu kweli. Hilo neno kufahamu kweli ndilo nitafundisha wiki hii. Haleluya. Yesu anasema mtaifahamu kweli. Lakini lile neno nachimbuka kwenye mahali pa maandikwa, mkikaa katika neno langu. Nikuulize swali. Wewe ukija Pasiansi kwa rafiki yako ukaishi siku 2-3 hivi, wakiita wakazi wa Pasiansi na utasema na mimi nakaa Pasiansi? Unaposema kukaa, inamaanisha kitu kikubwa tena cha muda, cha uzoefu fulani. Kwa kuna mtu akija akisikiliza vizuri, akisikiliza mara moja, mara 2, 3, anasema na yeye anakaa katika kweli. Anapitisha macho kwenye Biblia yake mara moja kwa siku, au sangine hata apitishi kabisa, anasubiri mchungaji kifungua Jumapili Yohana, alafu naye anasema na mimi ninakaa katika neno la Bwana. Haleluya. Kukaa katika neno sio hicho. Kukaa ni kama kusema mimi ni raia, ni mkazi, naishi humu. Haleluya, haleluya. Wewe sasa mkikaa katika neno langu ndipo mtakapoweza kufahamu kweli. Na sasa hivi waamini wengi, isipokuwa ninyi, waamini wengi wa mahali pengi hawakai kwenye neno. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata maamini anakaa kwenye neno, maangalie mara 3 yuko serious. Waamini wengi wanaweza kufanya vitu vingine vya kikanisa na vya kimungu, lakini sio kukaa kwenye neno. Wanaweza kafanya mambo mengi, wanaweza katoa fedha, kazi ya Mungu kaendelea, wanaweza kaimba nyimbo, wanaweza kasimamia program mbalimbali za kikanisa, lakini si kukaa kwenye neno. Waamini wengi wa hii miaka wamepoteza hiki kitu Yesu alichosema ndicho kinachoweka huru. Alisema mkikaa katika neno langu mtafahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Sasa ile jambo linaloitwa kukaa, waamini wengi hawana.
Tuna uwezo wa kukaa kwenye muziki, tuna uwezo wa kukaa kwenye kamati mbalimbali, tuna uwezo wa kukaa kwenye mipango ya kwenye makaratasi, tuna uwezo wa kukaa kwenye kuhubiri, tukahubiri huko na huko, lakini kukaa kwenye neno, kukaa kwenye neno ni kitu kanisa limepoteza, na ndio maana pia utumwa ni mwingi sana. Maana kinyume cha uhuru ni utumwa. Haleluya. Siku ile nitoa tabia kadhaa za mtumwa, ambao pengine kwenye somo nitaendeleza kuzisema wakati fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, kwa mujibu wa hiyo kamusi, hiyo ndio maana neno kweli. Lakini ikaenda kwenye kamusi nyingine inayoitwa NIV Compact Dictionary of the Bible, yaani kamusi ya Biblia ya toleo la NIV. Hii kamusi ya Biblia imeanza kwa kuleta lile neno lenyewe kweli kutoka kwenye Kiyunani na Kiebrania. Kwenye Kiyunani kuna neno linaitwa aletheia. Kwa wale mnajua kuandika spelling, unaweza kuandika Aletheia mwisho. Aletheia, hicho ni Kiyunani, lakini neno hilo hilo ambalo ni kweli kwa Kiyunani aletheia, neno hilo hilo kwa Kiebrania ni emethi, yaani EMETH, emeth, ambalo maneno hayo ya Kiyunani na Kiebrania yanamaanisha kwamba kweli ni mwingiliano wa kimahusiano katika mwendelezo wa kauli, mwingiliano wa kimwendelezo katika kauli. Kwa lugha nyingine ya Kiswahili cha kawaida nasema kauli ambayo haibadiliki. Imesema hivi, ukirudi tukikutana kesho tutakuta kauli ni hiyo hiyo, tukikutana siku nyingine kauli ni hiyo hiyo. Haleluya. Mahusiano ya kauli na mwendelezo wake havipishani, haviachani. Mwendelezo wa kauli unabaki ule ule. Lakini pamoja na mwendelezo huo wa kauli unavyoendana na matamko ya kiuhalisia, juu ya taarifa yenyewe husika, huu mwendelezo wa kikauli lazima uendane na uhalisia wa matamko husika. Yaani asiwe tu ni maneno yanaendelea lakini ya uongo, kwa sababu mtu anaweza kaendeleza uongo pia. Kesho nakuta anasema uongo ule ule, na kesho kuta anasema uongo ule ule, na siku nyingine anasema uongo ule ule. Wanasema lazima huu mwendelezo uendane na uhalisia wa ile taarifa yenyewe, iwe taarifa halisia. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hilo ndilo ambalo kwa maneno hayo ya Kiebrania mtanapokuwa anasema kweli, anasema hili neno kweli, anatafsiri neno kweli katika maneno ya asili ya Kiebrania na ya Kiyunani, anakuwa amesema maneno hayo. Lakini sasa tunapokuja kwenye matumizi ya ndani ya Biblia, ninawaacha nyuma au tunakwenda pamoja. Nimesema leo sifanyi kazi kubwa, nafanya kazi tu ya kutafsiri maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawapa tu tafsiri za hili neno kweli. Kuanza kufundisha somo nitaanza kesho, kwa sababu najenga msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninawaacha haya maneno nasema yanaeleweka. Yanaeleweka? Amina. Sasa tunapokuja kwenye Biblia sasa, katika yale matumizi ya siku kwa siku ya ndani ya Biblia, unagundua neno kweli limetumika kama linaelekea kusema kwamba neno kweli laweza kutumika katika maana tofauti tofauti. Narudia tena, Biblia inajaribu kutuambia au inatuambia kwamba neno kweli linaweza kupata matumizi tofauti tofauti kibiblia. Haleluya. Kuna matumizi inatumika katika maana tofauti tofauti ndani ya Biblia. Kwa mfano, ukienda katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 18 na mstari wa 21, Kutoka 18 na mstari wa 21, Biblia inazungumza maneno haya. Huyu ni Yethro, ile story ya Yethro mkwewe Musa pamoja na Musa, si mnaijua ile. Sasa wakati ampa ushauri kwenye mstari wa 21, namwambia zaidi ya hayo utajipatia katika watu hawa watu walio na uwezo, wenye kumcha Mungu, watu wa kweli. Unaona hilo hapo neno kweli lilivyotumika. Watu wa kweli wenye kuchukia mapato ya udhalimu, ukaweka juu yao wawe wakuu wa 1000 na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 10. Hapa neno watu wa kweli limetumika kuongelea uadilifu. Sawa? Mtu mwadilifu, kwa mujibu wa matumizi yaliyotumika kwenye mstari huu, anaitwa mtu wa kweli. Mtu ambaye hapendi mapato ya udhalimu, huyo ni mwadilifu. Si ni sawa? Mtu ambaye anamudu jukumu, maana yake si tu mwadilifu, lakini tunasema reliable, mtu wa kutegemewa, mtu ambaye unaweza kusema wewe naweza nikakutegemea. Haleluya. Mtu ambaye Kiswahili cha kawaida huku mtaani tunasema na kuaminia. Mshasikia hilo neno na kuaminia? Na kuaminia maana yake I can rely on you, naweza nikakutegemea. Na nikikutegemea najua huwezi kuniangusha. You are reliable. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namwambia Musa, kwa tafsiri ya watu wa kweli, maana yake watu reliable, watu ambao ukimpa jambo unakuwa na hakika lile jambo liko sawa, hakuna uharibifu, hakuna upotoshaji, hakuna hila, hakuna uzembe, kila jambo kitu kitatoka kama ulivyokitarajia. Personal, sio mtu ambaye ukimtu unaanza kuwa na wasiwasi, unachungulia hivi hajaharibu kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi hajaanza kuingiza maneno sio yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sisi wahubiri tunajua, tunachunga makanisa. Kuna mhubiri au mchungaji unamwamini, anaweza akahubiri hata kama haupo. Yaani upati ni mgeni, lakini unaweza kusafiri ukamwambia wewe ukifika pale, nimeshawaambia wazee wa kanisa au wachungaji wasaidizi, kwa yale makanisa yenye wachungaji wasaidizi, nimeshaambia na wachungaji wasaidizi, ukifika pale wewe hubiri hata siku 3.
huna wasiwasi naye. Lakini kuna mwingine unasema sipo, kwa hiyo nitakuwepo tarehe fulani, sasa uje muda huo. Yani huyo huamini ahubiri haupo. Yani akihubiri lazima uwepo. Maana anaweza kafiatuka na lolote. Kwa hiyo anahubiri, unamsikiliza anavyohubiri. Akifiatuka na sio yenyewe, unajua namna ya kuyanyosha. Lakini kuna mwingine unamwambia wewe nenda uhubiri, hata kama sipo wewe nenda uhubiri. Mimi nakuamini. Ndicho kinachoongelewa hapa. Yule mzee anamwambia Musa, kuna watu wakusaidie kuongoza watu, lakini hakikisha ni watu reliable. Ukimwambia nakupa kundi la maelfu, kila ungefanya wewe, kama ungekuwa ni wewe, una hakika naye atafanya hivyo. Sio umempa watu 1000 wako, ukirudi ameshawapelekea Yeriko mwingine kama Harun. Ameshaanza dama ya kurudi Misri. Harun was not reliable. Musa anamwachia kundi, mimi naenda mlibani, Bwana Mungu ameniita huku, hebu waangalie hawa watu mpaka nitakaporudi. Unarudi tayari wanandama. Sasa wa hivyo kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wa hivyo sio reliable. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa anaposema watu wa kweli, muktadha wa matumizi ya neno kweli, ameongelea watu waadilifu. Mtu mwadilifu ni mtu wa kweli, mtu wa kutegemewa, anayeaminika, mtu wa kuaminika na kutegemewa. Kwa muktadha wa matumizi ya hilo neno hapo, ni mtu wa kweli. Haleluya. Hapa neno kweli limetumika likiwa linatupa neno kweli ni tabia ya Mungu. The character of God is the truth, is the whole truth. Haleluya. Tabia ya Mungu ndiyo kweli. Ndio maana hata namna kupambanua nabii wa uongo, nabii wa kweli, mchungaji wa uongo, mchungaji wa kweli, mtume wa uongo, mtume wa kweli, Yesu alisema mnaangalia matunda. Kwa sababu kuna mtu mwingine anahubiri vizuri na nafanya kazi kubwa za kimiujiza na matendo makuu, lakini tabia ya Mungu inakosekana ndani mwake. Sawa sawa. Ndio maana Yesu hakusema mtatambua kwa ukubwa wa miujiza wanayotenda au kwa ukubwa wa mafunuo wanaotumia wanapokuwa nahubiri. Hakusema ndio namna ya kuwatambua. Alisema mtawatambua kwa matunda yao, akimaanisha yule ambaye mtaona ndani yake tabia ya Mungu, huyo ni mtu wa kweli. Na yule ambaye mtakosa ndani mwake tabia ya Mungu, huyo sio mtu wa kweli. Hiyo ndio mtazamo wa kibiblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtazamo wa kibiblia sio ukubwa wa udhihirisho unaotokea tunapotumika au wingi wa mafunuo tunaotumia. Sio unaothibitisha nabii wa kweli na nabii asiye wa kweli, au mtume wa kweli na mtume asiye wa kweli, au mchungaji wa kweli na mchungaji asiye wa kweli. Kinachodhihirisha wa kweli na asiye wa kweli ni tabia ya Mungu. Haleluya. Ni tabia ya Mungu ndio inayotofautisha nabii wa kweli na nabii wa uongo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika muktadha huu, neno kweli limetumika likimaanisha tabia ya Mungu. Kweli ni tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ndiyo kweli. Tabia zingine zote sio za Mungu, sio kweli. Ndio maana nilisema hapa na nilikuwa Dar es Salaam juzi, nikasema pia, nikasema mtu ili aitwe mwenye dhambi, haitwi mwenye dhambi kwa sababu ya matendo maovu aliyoyafanya.
anaitwa mwenye dhambi kwa kutokubali kumpokea Kristo. Kwa kuna mtu hana matendo maovu yoyote yale yanaonekana, kila ukimwangalia matendo yake yote ni mema, lakini anaitwa mwenye dhambi kwa sababu hajampokea Kristo. Kitendo cha kutompokea Kristo ndiyo dhambi yenyewe, hata kama hakuna mtu anamlaumu kwa lolote, lakini kitendo kwamba amekataa kumpokea Kristo ni mwenye dhambi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo yale matendo maovu ni matunda yanayozaliwa na dhambi. Dhambi kiwemo ndani ya mtu inazaa yale, lakini hata asipokuwepo dhambi bado inaweza kawepo. Umeelewa nilichozungumza? Dhambi kiwemo ndani ya mtu inazaa matendo maovu, lakini hata matendo maovu yasipoonekana bado dhambi inaweza kawepo ndani ya mtu. Haleluya. Na kinyume chake pia ni hivyo, kwamba wokovu ukiwemo ndani ya mtu unazaa matendo mema. Haleluya. Yaani mtu hawezi kuwa na wokovu halafu akasema wokovu sio matendo. Yaani lazima utende matendo mema, maana matendo mema ni matunda ya wokovu. Sasa una wokovu wa aina gani usiozaa matendo mema? Bwana Yesu sasa. Wokovu gani unatukana? Wokovu gani mgomvi? Haleluya. Wokovu gani mchoyo? Si mnaelewa ninachosema? Yaani huwezi ukamchoyo afu unaanza kusema kuhalalisha, unasema wokovu sio matendo. Biblia inasema tumezaliwa katika Kristo, tuliumbwa katika Kristo ili tutende matendo mema ambayo Mungu aliyaumba tokea awali ili kwamba tuenende nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishakuwa na wokovu, wokovu lazima utende matendo mema, kama vile ambavyo dhambi kisha kuwepo itazaa tu maovu. Dhambi kiwepo itazaa maovu, na wokovu kiwepo utazaa matendo mema. Mnanielewa watu wa Mungu ninachosema? Haleluya. Wokovu ukiwepo utazaa tu matendo mema, na dhambi ikiwepo itazaa maovu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Lakini sio kwamba maovu yale ndio dhambi yenyewe, yale ni matunda ya dhambi. Kama ambavyo yale matendo mema yaliyokoka sio wokovu wenyewe, yale ni matunda ya wokovu. Haleluya. Kwa mtu aliyeokoka asijivunia matendo mema akidhani ndio wokovu. Matendo mema sio wokovu, lakini kila palipo na wokovu matendo mema yapo. Mmenielewa vizuri sasa? Haleluya, haleluya. Ukienda Timotheo wa pili, au waraka wa pili kwa Timotheo, sura ya 2 na mstari wa 13, anasema kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa, maana hawezi kujikana mwenyewe. Inasisitiza neno lile Mungu asiweza kusema uongo. Hii inafanana lile la Waebrania lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake Mungu wa kweli. Inazungumzwa kweli ikidinoti tabia ya Mungu. Kweli ni tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ni kweli. Nimalizie na ile Tito 1 mstari wa 2. Katika tumaini
la uzima milele, ambao Mungu asiyeweza kusema uongo aliwaahidi tangu milele. Tabia ya Mungu ni kutokuweza kusema uongo. Kwa hiyo ni Mungu wa kweli. Haleluya. Mungu ni Mungu wa kweli. Ndiyo tabia yake. Tabia ya Mungu ni kweli. Nikielekea kumalizia kwa leo, Yesu pia, hicho ni kipengele kingine cha namna matumizi ya neno kweli kwenye Biblia kinavyoweza kuja kwa maana tofauti tofauti. Hii mistari nawapa ni mifano ya ile neno lilosema kwamba kwenye Biblia neno kweli linaweza kuja kwa maana tofauti tofauti. Ya kwanza tumeona inaonyesha watu wa kuaminiwa, watu wa waadilifu, watu wa kutegemewa, wanaitwa watu wa kweli. Mungu naye kwa tabia yake ya kutokusema uongo anaitwa Mungu wa kweli. Haleluya. Lakini Yesu anaisema injili ya neema kwamba nayo ni kweli. Injili peke yake inaitwa kweli. Haleluya. Neno injili ambao kwa Kiebrania na Kiunani yote imelitafsiri kama habari njema, hasa Kiunani Evangelion, habari njema. Kwa mafundisho ya Yesu, injili ndiyo kweli. Maanake kila kinachopingana na injili, bila kujalisha kinaleta mantiki kwa kiwango gani, ni uongo. Ndio maana hata ile mifano iliyotoa mwanzoni wakati naanza inajipatia sifa ya kuwa uongo, kwa sababu imepishana kwenye vipengele fulani na injili. Tunakwenda pamoja? Kwenye logic inakubali. Kwa mfano mtu akizungumza, jamani, mwili duniani, unajua hii dunia bwana, usijidanganye, huwezi kuishi bila kutenda dhambi, kwa hiyo hakuna kuokoka duniani. So unaona kama kichwa kinakubali. Akili inaweza kataa kweli bwana, duniani humu kweli. Haleluya. Kwa mtu akitazama dunia ilivyo, mapito ya dunia, changamoto za dunia, majaribu yake na nini, mtu anafika mahali fulani kwa akili, sio kwa maandiko wala si kwa kutoa popote kwa Mungu. Ila ni fikra za kibinadamu zimefanya reasoning, ama kafikiria, katengeneza, kajenga hoja, kaonekana kama kweli na mantiki hii. Ili kweli mtu anaweza kuishi duniani hatendi dhambi? Bwana Yesu asifiwe sana. Akishajiambia kweli haiwezekani, basi anamalizia sentensi ya mwisho, nasema kwa hiyo hakuna kuokoka duniani. Halafu akitoka hapo linakuwa fundisho. Unakuta watu wako wanafundishana hakuna kuokoka duniani. Sasa kwamba limekuwa fundisho halifanyi liwe kweli. Haleluya. Kwa sababu limepishana na injili. Injili ndiyo kweli. Kwa chochote kinachojaribu kudivert kutoka kwenye injili kinaitwa uongo. Haleluya. Chochote kinachochepuka hata kidogo kutoka kwenye injili lazima kijipatie sifa ya kuwa uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nenda mahali fulani wakanialika, tunaomba mchungaji Sentosi tufundishie hapa somo la imani potofu. Sasa wakaamini mimi nitaenda pale naanza na kusema mafuta, vitambaa na nini na nini. Nikawaanzia mbali na wenyewe nikawaingiza. Bwana Yesu. Nilipoanza kuchambua kweli ni nini na uongo ni nini, watu wakaanza kujisoma, kumbe na sisi kuna vipengele vya uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza kuchambua kipi kiwe kweli, kipate sifa ya kuwa kweli, na kipi kipoteze sifa ya kuwa kweli. Tukajikuta wote tunavyo vinavyopoteza sifa ya kuwa kweli. Haleluya. Kwa nikasema kabla tujaenda kwenye vitambaa na sabuni na maji na mafuta, hebu tushughulike kwanza na hivi. Haleluya. Kabla tujaenda kwenye mafuta, tudiri kwanza na hivi hapa. Kwa sababu navyo ni uongo. Kile chochote kinachochepuka hata kwa kidogo kutoka kwenye kweli kinaitwa uongo.
na uongo wote unaingia kwenye fundisho la roho zidanganyazo. Kwa hiyo unaposhughulika na kitu kinaitwa roho zidanganyazo, unazungumza vitu vingi na vingine ambavyo wengine ambao na sisi pia kwenye maeneo fulani tumeshakamatwa na roho zidanganyazo, tunanyoshia vidole wengine wana roho zidanganyazo. Kumbe na sisi kona ya pili, na sisi tuko tunatembelea ndani ya roho zidanganyazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kweli ni neno la Mungu, au kweli ni injili. Unaposema gospel, umesema truth. Injili ya Yesu inaitwa jina lake lingine kweli ya Mungu. Injili ni kweli na ni kweli ya Mungu, na hayo ni mafundisho ya Yesu. Na ili injili itwe kweli ya Mungu, lazima iwe na sifa za kuwa ni injili ya neema. Niliwahi kuwafundisha semina fulani mwaka jana. Niliwahi kufundisha somo linasema kutofautisha kuishi kwa neema na kuishi kwa torati. Si mnakumbuka? Yale masomo hayatakiwi yapotee. Kuishi kwa neema na kuishi kwa torati. Nina hakika karibu 90% ya tuliokuwa humu ndani tuligundua wote tuko kwenye torati. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tuna mtu mmoja yuko kule tunamnyoshea, yeye anaishi kwenye torati, sisi tuko kwenye neema. Haleluya. Lakini nilipochambua neema ni nini na torati ni nini, kuna wengi tulijikuta tuko kwenye torati bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili injili iwe kweli na ibaki na sifa ya kuwa kweli, lazima iwe ni injili ya neema. Na kwa sababu nishafundisha neema, sihitaji kutafsiri injili ya neema ni aina gani, kwa sababu tayari mnafahamu neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili lazima iwe na sifa ya kuwa injili ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Yohana 8 samahani, 31 na 32. Hii ndio mstari unaobeba semina. Semina yetu nabebwa na huu mstari wa Yohana 8, 31 na 32. Unasema, Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hapa neno kweli limetumika likimaanisha neno la injili ya neema. Haleluya. Neno la Kristo, maana Biblia inasema kwamba imani ya wokovu inakuja kwa kusikia, na kusikia ambako kunatoka kwenye neno la Kristo. Na neno la Kristo ndilo linaloitwa injili ya neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya kanisa la Mungu. Kwa hiyo injili katika matumizi ya muktadha huu, injili ndiyo kweli. Anything contrary to the gospel is the lie. Chochote kinachotaka kujenga imani nje ya injili ni uongo. Imani ili iwe imani ya kweli, lazima ijengwe kwenye injili ya Yesu, injili ya neema. Haleluya. Imani yote ikitaka kujengwa nje ya injili, huo ni uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaelewa vizuri? Hakuna kitu kingine kitakuwa kweli zaidi ya injili.
Haleluya, haleluya. Na injili ina sifa zinazoifanya iitwe injili. Ndio maana tukiendelea mafundisho tutagundua vitu vingine vinadhaniwa ni injili na kumbe sio injili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya injili kuna uponyaji, si ni sawa? Ni moja ya sifa za injili. Injili lazima izae uponyaji. Injili lazima izae miujiza. Lakini kwa mfano ukaenda, nitakwambia kwa neno la Bwana na kwa ufunuo wa kimungu, ukinywa hiki kikombe kina dawa ya ufunuo, ukikinywa tu unapona magonjwa yako yote. Hapo tumeenda Loliondo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi umekuja umelewa, maadamu umekunywa kikombe, injili na kuponya. Umetoka na wake wawili si wangapi, haijalishi. Sasa injili ni package. Injili lazima inapoongea miujiza na uponyaji, lazima inaongea pia kutubu dhambi. Haiwezi kuwa injili inaanza Januari mpaka Disemba inaongea miujiza, halafu haina hata siku inaongelea kutubu dhambi, ikawa bado ni injili. Hata kama miujiza inatokea, lakini kama hii injili inaongelea tu kupona na kubarikiwa fedha na magari, hakuna siku inaongelea kutubu dhambi na kwenda mbinguni, hiyo sio injili. Tunakwenda pamoja? Kwa sababu injili ni package. Injili inaleta wokovu, inaleta uponyaji, inaleta baraka, inaleta miujiza. Sawa sawa? Lazima vyote vimo kwenye injili. Na katika vyote hivyo msingi ni wokovu. Wokovu ndio primary. Hivyo vingine ni secondary. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili msingi wake ni kuleta wokovu. Ponyaji, miujiza na baraka ni marupurupu ya wokovu. Tunakwenda pamoja? Lazima injili iwe hivyo. Injili kitwist kaenda tofauti na hivyo, bado napoteza sifa za kuwa injili. Haleluya. Na ikishapoteza kuwa sifa za kuwa injili, haiwezi tena kuitwa kweli. Ikishapoteza sifa za kuwa injili, haiwezi tena kuitwa kweli. Lazima itaitwa uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Niishie hapo tupate muda kuomba kidogo. Baadaye tuendelee na semina kesho. Mahali ambapo kama kuna mahali kanisa linahitaji kuomba sasa, ni kuomba kupona na uharibifu wa roho zidanganyazo. Kupona na uharibifu. Kanisa la Mungu lipone. Na kwenye hili hatutakuwa na agenda kujiombea kila mtu kibinafsi binafsi. Tutaombea kanisa kama mwili wa Kristo. Haleluya. Tutaombea kanisa kama kanisa letu, lakini hii kitu ni uharibifu mkubwa. Nimewapa mifano pale mwanzoni wa jinsi ambavyo waliokuwepo wakaangalia mambo yakitokea kidogo kidogo. Hawakuwa na picha kubwa na pana kwamba mambo yangekuwa kama yalivyo sasa. Na yamekuja kuwa hivi yalivyo sasa. Umati mkubwa, mabilioni ya watu yanaenda motoni, huku yakiamini yanaenda mbinguni. Kwa sababu kuna uongo fulani ulianza halafu haukukemewa. Na hakuna watu walisimama wakasema hii tupingane nayo. Haleluya.
ikaingia bila kukutana na nguvu ya upinzani. Wakati wale mitume wa mwanzo waliokuwa wakali kwenye mambo haya walishafariki. Haya mambo ambayo nilikuwa nagusia pale yalianza kwenye karne ya 3. Na kwenye karne ya 3 hao mitume wazee wale walikuwa hawapo tayari, wameshaondoka. Haleluya. Wale viongozi walikuwa wakali kabisa, wakiona uongo kwa hata kiashiria wanakuwa wakali, wanakemea. Walikuwa wakati huo hawapo. Uongo kaanza kuingia na hawakuwa wanajua kama ungefika kiwango cha kukumba mabilioni ya dunia. Walikuwa hawajui. Walijua tumembatiza huyu, tumemfanyia hiki huyu, ni huyu tu, itaishia kwa huyu. Kumbe imeanza. Kwa kuna vitu lazima tunapoviona, hatuna sauti za kisiasa wala sauti zinginezo zote za mamlaka yoyote, lakini tuna sauti ya maombi. Tuinue sauti ya maombi. Mungu atainua watu watakaofanya kazi ya kuzivunja nguvu, ili kweli ya Mungu ienee badala ya uongo kuenea. Inua mikono yako, sema: Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, ninakushukuru kwa sababu siku ya leo nimeanza kusikia mafundisho yenye lengo la kunipeleka katika kuijua kweli. Kutokea siku ya leo ninafungua moyo wangu, ninafungua hali ya kiu na njaa ya kutaka kuijua kweli, kwa sababu kweli itaniweka huru. Lakini pia maneno niliyosikia yamenipa mzigo wa kuona ukubwa wa kazi inayofanywa na uongo. Kazi ya uongo ni uharibifu mkubwa, na nimeona kwa upeo mpana jinsi uongo unavyoangamiza wengi. Ninaomba ndani mwangu unitilie mzigo wa kuchukia uongo na kuharibu nguvu ya uongo kila mahali ambapo nitaiona au kukutana nayo, katika jina la Yesu. Naomba unipe neema ya kuwa na ukali na uchungu waliokuwa nao mitume wa kwanza kila walipoona uongo au kiashiria cha uongo, jinsi ambavyo walichukia na kwa nguvu nyingi walikemea na kuliombea kanisa lizidi kupata ufunuo wa kumjua Mungu na kuijua iliyo kweli. Ninaomba katika jina la Yesu, jioni ya leo unisaidie, unitilie mzigo, unijaze mzigo wa kuchukia uongo pamoja na athari zake zote, katika jina la Yesu. Ninaomba Roho Mtakatifu unisaidie jioni ya leo katika maombi na matamko niliyo tayari kuomba na kutamka mbele zako, katika kuivunja nguvu na kuiharibu roho ya uongo na wimbi la uongo kwa namna zake zote, kwa sura zake zote na kwa mbinu zake zote, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninakataa nguvu ya uongo juu ya mwili wa Kristo, juu ya kanisa la Mungu, juu ya watu wa Mungu na juu ya watumishi wako uliowaita, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu ninaomba Bwana ulitazame kanisa lako uliolifia msalabani, uliolitesekea, ukaacha uungu, ukatoka mbinguni, ukaja kulitafuta kutoka kwenye upotevu uliotokana na uongo. Siku ile katika bustani ya Edeni, ambapo shetani aliwadanganya Adam na Hawa, wakadanganyika, wakaamini uongo,
badala ya kweli uliokuwa umewaambia, wakapotea. Na hata sasa Biblia imesema nuru imekuja ulimwenguni, watu wakapenda giza kuliko nuru. Na Biblia ikazidi kusema ya kwamba kwa sababu hawakuipenda kweli, umeachilia nguvu ya upotevu ili watu waamini uongo waweze kuhukumiwa. Baba, naingia mahali pa toba, naingia mahali pa toba, naingia mahali pa toba. Naomba kila mmoja aseme kwa sauti, naingia mahali pa toba katika jina la Yesu. Kutubu kwa ajili ya kanisa lako, kutubu kwa ajili ya mwili wa Kristo, kutubu kwa ajili ya viongozi wa kanisa ambao kwa namna mbalimbali wameacha mwanya roho ya dunia na roho ya uongo ikajipenyeza, ikakamata wengi, ikaaminiwa na wengi, ikatumikisha wengi. Ninatubu Bwana kwa yote yaliyotendwa kwa sababu ya watu kutopenda kweli, badala yake wakapenda uongo. Ninaomba tusamehe, ninaomba utusamehe kwa roho iliyoingilia kanisa, roho ya kutokupenda kweli, badala yake ikapenda uongo. Ninaomba tusamehe. Samehe mwili wa Kristo wote, samehe watumishi wako wote katika jina la Yesu. Ninaomba damu ya Kristo Yesu iliyomwagika kwenye msalaba wa Golgotha ikatufutie dhambi, ikatuondolee uharibifu huu katika jina la Yesu. Kumeingia tamaa ambayo imejipenyeza ikaingia hata ndani ya mwili wa Kristo, ndani ya kanisa. Kanisa likapenda dunia na mambo yake yote, tamaa ya macho, tamaa ya mwili, tamaa ya mali na kiburi cha uzima. Baba, ninaomba msamaha kwa ajili ya kanisa. Naingia mahali pa kanisa kwa ajili ya kuomba rehema, kwa ajili ya kuomba msamaha, kuomba Bwana dhambi hii na uovu huu unaotazama katika mwili wa Kristo, katika kanisa lako, katika watumishi wako. Baba, urehemu, Baba ukasamehe, Baba ukafute, Baba ukaondoe katika jina la Yesu. Baba, nakusihi, fungua akili, fungua ufahamu Bwana, ili ya kwamba kanisa lako ligeuke Bwana. Macho yaliyofungwa, macho yaliyotiwa giza, fahamu zilizotiwa giza, mioyo iliyotiwa giza ikapate nuru Bwana, kama mtumishi wako Paulo alivyoliombea kanisa la Efeso, akasema na waombea tena siachi kupiga magoti kwa ajili yenu, nikimwomba Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo awape roho ya hekima na roho ya ufunuo, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo na ubora wa uwezo wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo na ukuu wa utendaji wake na uwezo aliotenda katika Kristo Yesu alipomfufua katika wafu, akaweka mkono wa kuume wa kiti chake cha enzi juu sana kuliko mamlaka yote na kila enzi na usultani na ufalme na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika nchi yao. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, ili yeye awe kichwa juu ya vitu vyote.